Kaunti kikubwa ni kufanya tathmini na kujua kaunti zinafanikisha kivipi elimu. Ikumbuke kwamba sekta ya elimu, baadhi ya majukumu ya elimu yamegatuliwa, ikiwemo ile elimu ya chekechea ambayo magavana wanahakikisha kwamba inaendeshwa ipasavyo, na vile masuala ya miundombinu, na vile kuhakikisha taasisi za kiufundi pia zinaboreshwa ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora ili kuendelea na maisha yao kwenda mbele. Na vile mtazamaji, hapa studioni sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wageni, na vile kule nyumbani tunakushirikisha sema nasi kupitia nambari ambazo ziko kwenye kiwambo chetu. Tupigie simu tueleze hali ya elimu iko vipi katika kaunti ya kwako. Gavana wako amefanya kweli kuhakikisha elimu ya chekechea inakuwa bora? Gavana wako amefanya yale ambayo yanahitajika kuhakikisha elimu ya chekechea inakuwa bora? Utakuwa unatueleza kupitia nambari hizo ambazo ziko kwenye kiwambo chako, pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook @TV47 Digital, akaunti yetu ya X @TV47 Digital, akaunti ya kwangu @Josh Onsare, na tuko live kupitia akaunti ya YouTube TV47 Kenya. Hapa studioni nitakuwa naye Ndung'u Wangenye, ni mtaalamu wa masuala ya elimu na pia ni katibu mkuu wa KETHAO, wale walimu ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu, na vile nitakuwa naye baadaye Innocent Paluget ambaye ni mtaalamu wa maendeleo na vile uongozi. Moja kwa moja nimkaribishe mgeni wetu ambaye ashafika. Ndung'u Wangenye, habari za mwaka mpya? Habari za mwaka mpya Joash, tuko salama. Mungu ametulinda na tunashukuru kuona mwaka huu wa 2026. Bila shaka tunatarajia Mungu atatubariki, ndio pia tuitimize kwa uzuri, tukiendelea kujenga taifa hili letu la Kenya. Bila shaka, asante sana. Leo tunaangazia hali ya elimu katika kaunti zetu. Umai kuwa waziri wa elimu katika kaunti ya Nyandarua, kama sijakosea, na tunapozungumzia elimu katika kaunti zina jukumu kubwa la kuhakikisha elimu ya msingi ile ya chekechea inakuwa bora. Maslahi ya walimu wa chekechea, mambo ya yale yote yanayohusu miundombinu ya shule hizo inaboreka. Kwa mtazamo wako, kaunti zimepiga hatua katika hili? Asante sana Joash. Wacha kwanza niseme na nishukuru kwanza kwa nafasi niliyopewa na gavana wakati huo, Gavana Francis Kimemia. Akaniteua kama waziri wake. Kwanza aliniteua kama waziri wake wa barabara na ujenzi, inaitwa public works. Alafu na kawi energy. Alafu ndio baada ya mwaka mmoja akanihamisha, akanipeleka katika wizara ya elimu, kwa sababu nilifanya miaka 2 na nusu, sababu niliingia katikati. Kwa hivyo, na wakati tulikuwa tukiongozwa na Gavana Kimemia, wakati tulikuwa sisi tunafanya kazi, tulifanya kazi kwa kina sana. Kwa sababu venye swali umeniuliza, kama kwanza elimu inakidhiri katika gatuzi zetu, hasa inalingana ni gatuzi gani, kwa sababu devolution ni devolved function. Na serikali kuu huwa haingili mambo ya devolution kwa sababu ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo wakati serikali kuu inagawa ule mgao wa pesa, kwa sababu kwa Kiingereza tunasema money follows functions. Kwa hivyo wanapewa kazi, sababu ukiangalia schedule 4 ya katiba yetu ya Kenya imegawa kazi yenye inastahili kufanywa na serikali kuu, na imegawa kazi yenye inastahili kufanywa na serikali ya ugatuzi. Kwa hivyo tukirejelea katika elimu katika serikali ya ugatuzi ina mambo matatu peke yake. Ya kwanza ni elimu ya chekechea, inaitwa pre-primary education ama nursery. Ya pili ni elimu ya village polytechnics. Kwa sababu kuna polytechnics mingi, kuna national polytechnics across. Kama sasa ukiangalia kama Nyandarua, tuna Nyandarua National Polytechnic. Hiyo ni ya serikali kuu. Lakini kuna zingine tunaita village polytechnics. Hizo ni serikali za mashinani. Pia kuna child care facility. Pia hiyo inastahili angaliwe na serikali za ugatuzi. Alafu kuna artisan workshops. Hizo pia zinaangaliwa na serikali za ugatuzi. Kwa hivyo ni functions 4 zenye zimepewa serikali za ugatuzi. Na wakati sasa tunasema hii gatuzi hili ama jimbo hili, tuseme kwa mfano useme jimbo la Kiambu ama jimbo la Nyandarua linafanya hii na hii alifanyi hivi, hiyo ni kumaanisha gavana mwenye yako na serikali yenye iko wakati huo wanafanya kulingana na vile katiba inastahili, wanafanya kulingana na vile sheria ya County Government Act inastahili, na
kama kuna pesa wamepewa na serikali kuu kufanya jambo fulani, wameweza kutimiza kulingana na vile kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa utumizi wa pesa na rasilimali za serikali. Hiyo ndio inatofautisha. Lakini nikirejelea mimi mwenyewe kwenye nilikuwa katika kaunti ya Nyandarua, tuliweza kutimiza mambo mingi sana, hata chenye tunaweza sema beyond imagination, kwa muda mfupi wenye tuliwekwa na Gavana Kimemia. Na tulikuwa na matarajio makubwa kama tungeweza kuongezewa muda wa kuendelea kutumikia wakazi wetu wa Nyandarua. Jambo la kwanza lenye tulifanya nikiwa huko na tukiwa na Gavana Kimemia akiwa kiongozi wetu, tulianza na mambo ya village polytechnics. Hizo polytechnics zenye tulikuwa nazo, tulikuwa na village polytechnics 15. Tukaangalia tukasema hapa Joash, hizi polytechnic zote tukiingia, Gavana akiingia mwaka wa 2017, zilikuwa zinafanya kila kitu. Unakuta kama ni Merangini Polytechnic. Na nitapeana mfano kwa sababu ni polytechnic hata iko katika wadi yangu mimi mwenyewe na ninaifahamu. Ilikuwa inapeana course zote. Unafanya kuna food nutrition and dietetics, kuna building construction, kuna electricals, kuna ICT. Kwa hivyo na mzungu alisema if you try to do everything you end up doing nothing. Sasa tukaketi chini tukaangalia, badala ya hii polytechnic ifanye kila kitu, kwa nini tusifanye center of specialization? Tuseme kama sasa tukafanya polytechnic ya Merangini, itakuwa ina deal na mambo ya food nutrition and clothing, textile and interior design. Kulingana na wita. Ndio specialize kwa hiyo njia, ndio Kenya wanatoa hapo, inakuwa ni above board. Na naweza kuambia Joash, mwaka wa 2019-2020 wakati COVID ilikuja, Merangini Polytechnic maski zote zenye zilikuwa zinatumiwa Nyandarua zilikuwa zinatengenezwa na Merangini Polytechnic. Sababu imekuwa center of excellence in clothing, textile na food and nutrition. Are we together? Tukatoka hapo tukaenda Kinango Polytechnic, tukaipe building and construction. Mambo yote ya ujenzi ikawa huko. Orokalao Polytechnic ikawa nayo ndio mambo ya mechanicals, kulipea gari nini, engineering ya mechanic, ndio walikuwa wanafunzi wanakuwa specialized huko. Tukaingia ingine inaitwa Kanyage, nayo ikakuwa center hub of ICT. Tukaingia Meharati Polytechnic. Kwa hivyo kila polytechnic ilikuwa na specialization yake. Na tulifanya hivyo intentionally, ndio tuhakikishe kwamba zina excel. Hiyo ni jambo la kwanza yenye tulifanya. Jambo la pili tulifanya ni kununua vifaa. Kwa sababu wakati wamefanya polytechnic iwe center of specialization ya clothing, textile and interior, inataka kushona hii sweater, hii suit yako smart. Hii suit yako smart wanahitaji mashini ya kushona. Na mashini za siku hizi si zile za zamani zilikuwa zinakanyangwa na mguu. Teknolojia imeongezeka. Teknolojia, design inachorwa kwa kompyuta, hata inawekwa kwa electric, ina run na stima. Ni kubofya tu. Alafu inashona suit smart, inapigwa pasi, inakuwa mzuri. Tukawanunulia hizo mashini zote cherehani za kisasa. Tukawanunulia vitu za kupika electric cookers za kupika kama ni keki, za kupika chakula za kisasa zenye zinastahili. Ikawa sasa hiyo center ina excel kwa hiyo mambo. Kama ni mechanic nao tunawaletea. Unajua zamani ukipeleka hata kijana, tuseme ndugu yako yule mdogo ameenda kufanya mechanic hapa Nairobi ama town nyingine, anaendaga kufunzwa na gari ya carburetor. Carburetor ziliisha. Siku hizi hata tuko na gari hybrid. Tuko na zingine electricals. Si hata basi huku town utakuta basi za electricals. Kwa hivyo tulikuwa tunawapeleka, tunahakikisha kwamba wana learn modern technology. Siku hizi naonaga gari hata yangu mwenyewe ikiwa na shida inatoa signal fulani kwa dashboard. Kuna shida kwa engine, kuna shida kwa brakes, kuna shida wapi. Kwa hivyo kama mtoto pia hajasoma hiyo, anaenda kufanya ile, kuna mechanical bit, sababu mguu lazima utafunga mechanically, lakini hiyo signal ilitoka kwa kompyuta yenye iko katika gari, ndio uweze kutengeneza pahali panastahili, ndio usiende. So specialization ikawa ni kitu ya maana, na nitaendelea kuongeza mambo mengine. Ndio tu umezungumzia masuala hayo ambayo yamefanyika, kwa sababu tunatumia hiyo kaunti ya Nyandarua kama mfano. Na tukizungumzia hilo, labda kaunti zifanye vipi kuhakikisha basi huu bora wa elimu unaafikiwa, kwa sababu kuna mengi ambayo hayajafikiwa. Miaka 13 ya ugatuzi, kaunti zifanyaje ili elimu iwe bora kwa Wakenya? Kaunti jambo la muhimu kwanza wafanye ni kuhakikisha wana viongozi wenye wanastahili. Kwa sababu tuliweza kufanya hiyo mambo yote na Gavana Kimemia, kwa sababu uongozi wenye unakidhiri,
uongozi wenye unastahili. Yeye mwenyewe alikuwa kiongozi wa maana. He was former head of public service katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo wakati alikuja, na hii Kenya tunashindaka tukisema Mwai Kibaki alifanya hivi, Mwai Kibaki alifanya hivi. Kwani Mwai Kibaki alifanya na akina nani? Alifanya na akina Governor Kimemia, si ndio? Kwa hivyo wakati Governor Kimemia alikuja, na yeye akaleta watu wenye wana taaluma katika kila sekta. Na hiyo ndio magavana wengi wanaanguka, Joash. Unakuta mtu amefanya juzi na ni wazi, unajua mambo mengine hatutaficha. Juzi governor wa Nairobi ameitwa hapa Senate. Akaulizwa na Senator Sifuna mwenyewe, na ni mambo iko katika media houses. Sifuna akamwambia watu yake wa emergency response, wenye wana deal na mambo ya disaster management. Ndio. Wazima moto nini, mtoto akianguka kwa mto, unajua hizo mambo zote ni disaster management. Ndio. Kama venye nyumba imeboromoka hapa South Sea, hizo zote ni disaster management, uokoaji na nini. Senator Sifuna akauliza governor, sasa mtu mwenye amesimamia maofisa kama 4 wa disaster management ya Nairobi yenyewe, magavana maofisa kama 4 wenyewe wako na degree za theology. Okay? Sio vibaya kuwa na degree ya theology, ni vizuri sababu ni uchaguzi wa mtu. Lakini kama umefanya theology, Joash, kwa nini usiende ufanye ama upewe department yenye inadili na mambo ya theology? Unajua hapo hata uta excel kuliko mahali pengine. Mimi saa hii ni wakili. Mimi pia ni mwalimu. Ukiniletea mambo ya tuseme ya medicine, unikuja hapa uniulize mtu anastahili kuchinjwa namna gani, hata sitajua inaanza wapi inaishia wapi, because I'm not a specialist katika hiyo line ama hiyo huduma. Kwa hivyo ile jambo la maana kabisa ni kuhakikisha kwamba specialist wamewekwa katika line. Na nimefurahi sana hata serikali kuu. Angalia hata serikali kuu venye Rais Ruto amefanya. Kama ni mtu kama KRA ameweka an expert in economics, anaitwa Derito Mureithi, ni yeye chairman wa KRA leo hii. Kama ni treasury ameweka mtu kama Badi, he is a CPA accountant, isn't it? Kwa hivyo tukiweka specialist katika ile line wanafaa, wataweza kukidumu na kuhakikisha kwamba ugatuzi unaendelea na jirani inafaa. Ukiangalia kama sisi katika walimu wa ECD tukiingia hawakuwa na scheme of service for ECD teachers. Tukitoka tulikuwa tumewape scheme, na hiyo scheme of service ni mimi mwenyewe nilitengeneza, hata iko na sahihi yangu. Kwa hivyo tunataka kusema viongozi wa county waweke watu wenye tajriba ama utaalamu wenye unastahili katika sekta fulani. Tukiingia elimu, tafuta an expert wa elimu ahead hiyo department. Tukiingia ICT, tafuta expert in ICT ahead hiyo department. Tukiingia finance, tafuta mtu wenye tajriba ya finance ahead department ya finance. Wangenya, shikilia hapo tupate simu. Habari za sasa, mtazamaji wetu kutoka Busia, unaitwa nani na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Naam. Ni kama tumempoteza kwenye line ya simu. Tutakuwa tunaendelea kupokea simu zako mtazamaji, tupigie simu, tueleze ni kipi ambacho kinajiri katika eneo la kwako kuhusiana na masuala ya elimu. Nadhani kaunti imepiga hatua katika kuhakikisha elimu inakuwa bora katika kaunti yako. Tupigie simu, tueleze, na ni vizuri pia kutoa mapendekezo yako. Ungependa kipi kipigwe jeki katika kaunti hiyo, haswa tunapozungumzia elimu. Hivi sasa nikutoe studioni nikupeleke maeneo ya Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius Mariki Mwakivo yupo tayari. Julius, wa Kenya wanasemaje kuhusiana na hali ya elimu katika kaunti hiyo ya Taita Taveta? Na shukrani sana Joashon Sare kutoka studioni. Leo hii nimeweza kuwahusisha baadhi ya wakazi kuhusiana na swala zima la elimu katika kaunti, hasa wakizungumzia kuhusu shule za chekechea na changamoto ambazo zinawakumba hasa wazazi. Kulingana nao, ikiwa baadhi ya hawa ambao ni wazazi wamezungumzia yale ambao wanapitia sana. Tupate kusikia yale ambao wameweza kunieleza. Nahisi kwamba bado kuna changamoto. Siwezi sema kwamba wamefanya ya kutosha ama bado wako wastani, kwa sababu kama ni majengo yameshajengwa tayari, lakini sana sana pale utakuta vile vifaa ndio hakuna. Unapata hata saa zingine unaweza enda katika shule ya chekechea unakuta bado kuna watoto wanakaa hata chini. Jengo liko lakini vifaa pale ndani hakuna. Kwa hivyo hapo nafikiri kuna changamoto, japo serikali ya kaunti imejaribu, lakini hatuwezi sema kwamba imejaribu
kikamilifu. Nafikiri iko katika asilimia fulani ambapo inafaa pia imalizie. Kwa hivyo nahisi kwamba serikali ya kaunti inafaa kutia bidii zaidi ili kuona yule mtoto ambaye ndio anaanza pale msingi wake ameboreshewa mazingira. Unajua ile mazingira yakishaboreshwa itakuwa kwamba yule mtoto pia anaanza kupata motisha akiwa na umri ule mdogo, anapanda akiwa anafurahia hali ya masomo. Lakini kama mtoto anaenda na ndio anashinda kiketi chini na unajua hiyo tayari inaanza kumkata morali wa kupenda kusoma na mambo kama hayo. Mambo ya lishe pia ni muhimu sana kama ingekuwa kwamba inaweza kusimamia mambo ya chakula. Unajua hali ni ngumu sasa hivi. Kwa hivyo serikali kama zinaweza kutenga kiwango chochote kile ili kufacilitate meals kwa hawa watoto wa chekechea, inaweza kuwa vyema zaidi. Swala ambalo halifanyiki katika chekechea nyingi, na sasa unakuta hata watoto kujiunga na zile chekechea ni wachache mno kwa sababu ya hali hizo labda za lishe na mambo kama hayo, kwa sababu wazazi wanang'ang'ana. Kwa hivyo serikali kama zinaweza kuingilia, zione kwamba zina fund karibu na percentage kubwa ya mambo ya chakula ya wale watoto, inaweza kuwa vyema zaidi ili kuwa encourage wazazi kuleta watoto kwa wingi. Changamoto ambayo iko ni kama vile naona serikali kuu vile inatoa capitation ya primary, ndio natamani at least pia county jidhatiti kutoa capitation ya kutosha ili mtoto akiwa chekechea pale awe anasoma akiwa mzazi hana tashwishi. Kwa mfano kama vile chakula, hiyo ndio changamoto iko kubwa. Maana tunaposema kuhusu chekechea tunaangalia mzazi ambaye ako na mtoto anayesoma chekechea, na wazazi wengi hawana uwezo. So wakijaribu kuboresha, wakati tunaposema ni chekechea, wawe wanawezeshwa kikamilifu, hasa kwa upande wa chakula ndio kuna changamoto nyingi. Maana unakuta mzazi mwenye ako na mtoto wa chekechea mpaka alipe pesa, alipe pia school fee, na unaona wengine hawajiwezi. Serikali za kaunti ziko na nafasi bora zaidi ya kuboresha elimu, hasa kwa kuanzia msingi wa chekechea, kwa sababu wao hawahusiki na primary, wanahusika na chekechea peke yake. Kwa hivyo national government ilipogatua ikasema chekechea inastahili ichukuliwe na county level, that means wamepewa mzigo mdogo. So ingetamani at least mtoto anapoenda grade 1 awe amepata elimu ya kutosha, walimu wamewezeshwa, vifaa vya elimu vyote viko sawa. Kama vile sasa kuna CBC, kila kitu cha CBC kiwe kinapatikana. Wao tu ni kupatia mtoto ambaye anachekechea uwezo na mwalimu uwezo. Walimu wachekechea kwenye county kwa sasa nafurahi kwa sababu wengi wameandikwa permanent and pensionable. Kwa hivyo hawana nafasi ya kusema ya kwamba wanafundisha wakiwa na wasiwasi. Maana kitambo kile walikuwa nafundisha, mwingine hana morali kwa sababu haoni kama ni kazi ambayo ataifaidi. Lakini kwa sasa walimu wa chekechea wameandikwa kazi permanent and pensionable. Wanastahili kupata huo motisha kupitia kwa county government vile imewaajiri, wawe na moyo wa kufundisha watoto wa chekechea mpaka wapite. Na ndio maoni yao kuhusiana na swala ile zima, wakitoa wito kwa serikali za kaunti hasa kuweza kuzingatia swala zima la lishe shuleni ili kuhakikisha kwamba sekta hiyo ya elimu ya chekechea basi inazidi kuboreka zaidi. Naregesha usukani kwako studioni Joash kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mareki, kaunti ya Taita Taveta. Naam, shukran sana Julius Mareki kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, pia tunakuhimiza tunapozidi kutangamana nawe kupitia na wanahabari wetu ambao wako katika nyanjani, ni vizuri pia uweze kushiriki, tupigie simu tuzungumze nawe ili tuweze kufanikisha kwa pamoja. Mohamed kutoka maeneo ya Naivasha, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Mchango yangu ni ile nimezungumza. Ndio. Namsema mambo ya barabara ni mbovu, usalama ni mbovu, alafu mambo ya corruption sijua yaona mtu yote ya mwanasiasa ama mtu ako na zee kwa serikali ama nchi ya Kenya amefungwa juu ya corruption, na corruption ndio imemesa Kenya. Bora mtu akibora mali ya umma asifungwe. Inaongelewa wiki moja wiki mbili kwa media, hiyo story inaisha, mtu makakesho wanasimama gavana ama anasimama MP. Na katika masuala ya elimu Mohamed, labda ni kipi ungependa kukizungumzia tunapojadili? Mimi naona CBC imechanganya wazazi na tujielewa mambo ya elimu ya kisasa. Tumezoea ile ya 844, mambo ya CBC bado wazazi hajaiva, hata walimu bado hajitrainiwa kutosha.
Na labda katika kaunti yako unadhani kwamba elimu ya chekechea ile ECD imeboreshwa namna ambavyo inapaswa kwa mtazamo wako? Ijiboreshwa CBC, yani chekechea ijiboreshwa. Hiyo hata serikali ni kama hata ijui, sababu wazazi tu ndio inang'ang'ana hizo. Na labda wito wako ni upi kwa gavana wako? Gavana yangu aangalie mambo ya elimu, alafu mambo ya barabara, usalama angalie, alafu mambo ya corruption pia angalie. Hospitali pia haina madawa, hospitali za serikali haina dawa. Ukienda tu huko ni mambo tuenda hospitali ya private, na wazazi wengi ingine hawezani. Alafu mambo ya SHA, unakuta mtu mwingine anasema ametibiwa, zingine ifanye SHA pia iko na shida sana mambo ya SHA, na watu bado wanakatwa pesa. Naam, shukrani sana Mohamed kutoka Naivasha. Ujumbe wako umefika. Mtazamaji, endelea kutupigia simu, sema nasi iwapo una mchango wowote katika kipindi hiki. Tueleze hali ya elimu iko vipi katika kaunti yako. Unadhani viongozi na vilevile gavana wako amehakikisha elimu ya chekechea, miundo msingi ya shule iko bora? Hayo yote tueleze, na wito wako ni upi kwa kiongozi wako, na usiogope kumtaja. Kama ni gavana wa eneo lako, mtaje na mpe mapendekezo namna ambavyo ungependa elimu kuboreshwa katika kaunti hiyo. Hivyo basi endelea kusema nasi, nambari ziko kwenye kiwambo chako, tupigie simu, tutumie ujumbe kwenye WhatsApp, na vile vile ingia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Digital, na vile vile mtazamaji endelea kusema nasi kupitia maeneo mengine ya mitandao ambao ni kwenye X, ambapo unatupata ni @TV47 Digital. Collins kutoka maeneo ya Nyandarua, habari za sasa? Salama, naongea na Collins. Naam Collins, uko vipi? Niko salama, labda nyinyi? Tuko wazima studioni, nikiwa na wageni hapa kutoka maeneo hayo tu ya Nyandarua. Labda mchango wako ni upi kwenye kipindi haswa tunapozungumzia hali ya elimu katika kaunti? Hali ya elimu katika kaunti inafaa iendelee kutilia mkazo. Ndio. Kwa sababu mimi mwenyewe nafanya kazi Nyandarua, lakini natoka kaunti ya Busia. Naam. Juu nimeangalia kuhusu, nitaongelea kuhusu matokeo ya KCSE. Ndio. Yenye imetolewa juzi. Naam. Huku penye niko mahali inaitwa Kariamu. Kuna shule moja inaitwa Gishungo Secondary. Naam. Sioni kaa tunatilia manani kuhusu elimu. Sababu nilienda siku moja pale. Naam. Sikashifu wanafunzi kuongea lugha mami. Lakini huko wanafunzi wanaongea lugha mame na pamoja na walimu. Ndio. So mimi nilikuwa naomba at least hii wizara ya elimu mgeni wetu mwenye ako kwa studio. Ndio. At least tutilie manani, at least wanafunzi waongee lugha ya taifa. Ndio. Juu lugha ya taifa mara mingi ndio huwa wana set kwa lugha hizi za mtihani. Lugha ya taifa ndio inatumika kutahini. Ndio ambayo inatumika kutahini mitihani, sio? Na labda katika masuala ya miundombinu, infrastructure na namna ambavyo walimu wanafanya kazi, labda ni kipi ungependa kuchangia katika hilo? Ni kujitahidi tu walimu wanafaa, na walimu wanafaa waongezewe. Ndio. Wasi concentrate sana na wenye wanaandikwa na bomu. At least wenye serikali maandika waongezewe, ndio wanafunzi at least maybe watatilia manani masomo vizuri. Naam, shukrani sana Collins kutoka Nyandarua na kauli zako nzuri, na uendelee kufuatilia TV47.
Asante. Naam, shukran sana. Huyo ni mtazamaji wetu Collins kutoka Nyandarua, ameangazia masuala ya walimu kuajiriwa kwa wingi, vile vile kuhakikisha kule shuleni pia lugha ambazo zinatumika zinahimizwa pakubwa ili kuweza kusawazisha na kuboresha lugha hizo ili kuweza kutainiwa na vile vile wanafunzi kuweza kupita mitihani yao. Wangenye, umemsikiliza huyo, ametoka kule maeneo ya kwenu. Hata najua hiyo shule. Ndiyo. Najua hiyo shule. Na anasema kwamba lugha ambayo inatumika ni lugha ya mama kwa asilimia kubwa. Unapata kwamba mwisho wa siku hata kama kuna mwanafunzi mgeni anahisi kwamba ametengwa. Naam. Tuseme kama kuna jambo kama hilo linastahili liangaliwe na baraza la elimu la county. Kuna kitu inaitwa County Education Board. Yenye linasimamiwa na county commissioner na pia director ama mkurugenzi wa elimu katika county ya Nyandarua, na nitaweza kushare na yeye sentiment because ni genuine. Actually hii shule ya Gishungo pahali iko, mimi nilikuwa nasomea shule nyingine inaitwa Nyandarua High School, iko pahali panaitwa Rurie. Si safari ni kama kilomita 5 ama 4 ufike tena pahali nilikuwa. Kwa hivyo ni anajua vizuri sana. Na Collins raise genuine issues. Although hizo zinastahili ziangaliwe na serikali kuu, lakini kijumla County Education Board sababu ndio inajumuisha hiyo mambo yote. Pia kuna ama mtazamaji mwingine alitoka Naivasha. Na kuna jambo la maana nilisikia ameguza na ni vizuri pia niliguzie pia ya kusema aliongea mambo ya corruption. Na ni kweli kile tunastahili because Kenya tunastahili kuangalia hapa Joash ni kuhakikisha to make it better. Kuangalia venye tunaweza fanya elimu ya county particularly yenye ikuwa devolved, how we can make it better than it is today. Jambo aliguzia ni jambo la corruption. Tuhakikisha ya kwamba rasilimali ama pesa zenye zinatumwa na serikali kuu kuja kutengeneza mambo ya elimu katika county zinatumika vizuri. Tuondoe mambo ya corruption. Sababu sasa ikiwa na corruption utakuta hilo pesa na ni mtoto mdogo, mtoto wa chekechea Joash. Ni katoto kadogo kama miaka 3 miaka 4. Bila shaka tutaendelea na hayo mazungumzo. Daniel kutoka Banana, kaunti ya Kiambu, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi hiki? Kwa majina naitwa Daniel. Naam, Daniel. Asante sana kwa Mr. Ndungu kutembelea studioni. Naam. Mr. Ndungu, nashukuru sana kwa kutembelea studioni. Niko na maswali matatu. Naam. Swali la kwanza. Naam. Katika upande wa elimu, unakuta kuna mwalimu ambaye haperform vizuri kwa shule kama hizo sekondari. Anapigwa transfer, anapelekwa shule nyingine pia kwenda kuhudumu pale. Mwisho wa siku pia ile shule inaanza kuanguka kuliko vile ilikuwa inafanya. Sijui kama ni vizuri kutaja shule ama si vizuri. Si lazima utaje shule. Huo ni mfano ambao tutautumia. Hiyo ni mfano. Ndio. Sasa yule mwalimu anaanguza ile shule, anarudisha mini grade, yani matokeo kwenda mini grade ile performance chini kuliko vile mwalimu alikuwa anafanya, aliwacha. Hello. Tunaendelea kukusikiliza. Kitu ya pili. Ndio. Unakuta yule mwalimu alikuwa kwenye hiyo shule. Kuna madeni ambayo aliwacha, lakini wazazi hakuambia wazazi. Wazazi hawana habari ya kwamba kuna deni. Kuna deni ilikuwa mbele shule fulani 5 million. Na hiyo deni wazazi hawajui. Na Daniel, unazungumzia msimamizi wa shule kama principal, si ndio? Yes. Bila shaka, tuendelee. Haya. Sasa huyo principal mwenye alikuwa mamlakani kwenye shule ameenda akaja deni ya 5 million. Ambapo wazazi hawajui. Ndio. Sasa yule mwalimu mgeni anapoingia kwenye hiyo shule, naam, anaita wazazi ili waongelee mambo kuhusu maendeleo ya shule. Anawaambia kuna deni iko hapa ya 5 million na sasa inabidi ninyi mwingie mfukoni mlipe. Naam. Unanipata? Tunakupata. Sasa nani ako na makosa? Na kwa sababu anasema kama hiyo mnaita infrastructure, alikuwa anajenga mabweni, huyo mwalimu mwingine akiingia hakuna kitu kimetendeka, bweni milango zimezeeka, madirisha yamebomoka. Naam. Haya, kitu ya tatu. Ndio. Unakuta kuna shule za sekondari ambapo
zinakuwa sponsored na serikali. Ndio. Na kuna tu assume kama kuna shule inafaa walipe 45,000 per year. Walimu wanafaa walipwe pesa ngapi? Nasema ndio. Unakuta kuna shule ambaye kuna wanafunzi ambao wako sponsored na serikali, sema kwa mfano KKF. Ndio. Jomo Kenyatta Foundation, si ndio? Ni serikali, si ndio? Bila shaka huo ni wakfu ambao unasaidia wanafunzi ili kuendelea na masomo yao. Sasa kuna ile application, kuna pesa fulani inafaa itumwe shuleni. Naam. Unakuta kuna mwanafunzi kazi ya mwanafunzi ni kusoma, sio kulipa school fees. Kwa sababu ile MOU agreement ilisainiwa na sponsor na shule, si ndio? Sponsor na shule. Ndio. So unakuta at the end of the year mwanafunzi anamaliza shule. Akienda kuchukua matokeo yake anaambiwa kuna balance iko shule na nafaa alipe, ambapo hiyo balance ilikuwa inafaa ilipwe na sponsor, ambapo ni foundation. Ndio. Alright? Ndio. Kwa sababu kuna sasa nani anafaa hapa alaumiwe? Huyo mwanafunzi anafaa aende wapi ili alalamikie, asikizwe, apewe document zake? Naam. Daniel, shukran sana kwa maswali yako, kwa sababu Undungu Wangenya ni mtaalamu wa elimu, atakuwa anatueleza, na shukran sana kwa kuwa mtazamaji mwema kufuatilia. Asante. Na Ndungu Wangenya, tuanze na hili la tatu. Yes. Amesema kwamba kuna wale wanafunzi ambao wanafadhiliwa na wakfu mbalimbali, wahisani mbalimbali, na hivi sasa anasema kwamba labda mwanafunzi amesoma kutoka mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 4, tukifuatilia ule mfumo wa awali wa 844. Akienda kuchukua matokeo baada ya kumaliza kidato cha 4, anaambiwa ana deni. Na ikumbukwe kwamba huyu mwanafunzi amekuwepo kwenye ufadhili. Labda hapa changamoto inatokea wapi? Ni taratibu za shule ambazo zimefeli kabisa, au ni maelezo? Kabisa, ni taratibu za shule zimefeli na pia mfadhili, kwa sababu nayo shule inastahili kila term, hata wakati watoto wanafunga shule, anapeagwa vitu mbili. Anapeagwa report form ya hiyo term. Tuseme ameanza form 1. Akifunga term ya kwanza, sasa zile watafunga mwezi wa 4, atapewa report form ya hiyo term na atapewa fee structure ya term yenye inafuata. Kwa hivyo wakati amepewa report form, si anapelekea mfadhili mwenye anamfadhili, kama ni wakfu kama huyo wa Jomo Kenyatta ama wakfu mwingine ama watu wa Niajema. Watu wa Niajema, hata mimi naweza kuwa. Kwa hivyo akikuja anastahili anipe mimi, na mimi pia nifuatilie, nijue mwanafunzi anaendelea aje, ndio nilipe karo ya hiyo muhula mwingine. Kwa hivyo shule inastahili, kama atakuja kama hana karo ya huyo muhula mwingine, shule inastahili sasa isifuate mzazi, ifuate wakfu ama mfadhili mwenye amefadhili hiyo mwanafunzi. Kwa hivyo kama shule haijakuwa ikifuata, nayo imefeli, na iwezi punish mwanafunzi, kwa sababu mwanafunzi haikuwa yeye mwenyewe haezi lipa, kwa sababu mwanafunzi unajua hafanyi kazi, atatoa pesa aende akalipe school fees ama karo. Kwa hivyo shule ilifeli na pia mfadhili pia alifeli. Kwa hivyo shule inastahili ishikane na mfadhili, wafuatilie pesa zenye zilibaki. Na labda katika swala kama hilo unapata kwamba inafika ile tunaita ni deadlock. Mwanafunzi amefika mwisho, mzazi amefika mwisho. Ndio. Masuala kama hayo yanafaa kuripotiwa katika afisi gani, hasa katika kaunti? Lazima mambo yote ya wanafunzi wenye wanahitaji usaidizi lazima ingie katika County Education Board through ofisi ya mkurugenzi mkuu wa elimu katika kaunti hiyo. Sababu hapo ndipo washikadau wote, hata waziri wa elimu anakaa kwa hiyo. Kwa hivyo yeye atachukua mwanafunzi aende ape basari ya county ama escalate. National government iko hapo, union ziko hapo, kesha walimu wakuu wa sekondari wako hapo, walimu wakuu wa primary wako hapo, Catholic sponsors wako hapo, Muslims, kila mtu ako hapo. Kwa hivyo ikiripotiwa hapo itaweza kujitokezea vizuri, na washikadau wote wataishika mpaka waifuatilie. Bila shaka, asante. Swali lake la pili anasema mwalimu mkuu ameingia katika shule fulani, shule A, na kuingia pale akaweka mipango yake ya maendeleo, miundo msingi, na wakati ambapo umefika anaondolewa, anapigwa transfer kutoka hiyo shule kwenda shule nyingine. Kuna madeni ambayo yamesalia pale. Na Daniel kutoka maeneo ya Banana kule Kiambu amezungumza, ni kama mzazi ambaye amefinywa,
Yeye ameitwa shule, anaambiwa kuna madeni. Uongozi wa awali uliacha deni la shilingi milioni 5 ama hata zaidi. Tuanzie wapi? Tufuatilie wapi ili tuhakikishe kuna uwazi katika maendeleo haswa, kwa sababu hii ni shule ambayo iko katika hiyo kaunti. Ama pia hakuacha deni. Kwa sababu inaweza kuwa ini. Lakini jambo la muhimu ni kwamba mwalimu mkuu ama principals ama mfanyikazi yote wa serikali iko na ruhusa na iko na haki ya kumuhamisha kutoka kituo hichi kwenda kituo wakati wowote. Ama hata kuna deni ama hakuna deni. Lakini kwanza, kwa sababu wazazi ndio pia wenye shule, hatuwezi laumu serikali kwa sababu ya kutransfer huyo mtu. Kabla huyo mwalimu mkuu aye transferred, anafanyiwa kitu inaitwa audit. Anafanyiwa audit. Audit inafanywa, inahakikisha kwamba deni zenye ziko ni deni halali na ni deni zimefuata mtaratibu wa kisheria. Kwa sababu pia hatuwezi sema ati mwalimu mkuu hawezi chukua deni. Anaweza chukua deni. Ni kweli, Joash. Kwa sababu anaweza kuwa hata wanafunzi labda kama ni shule za boarding hawana chakula, atakuja kwangu kama mimi nalima mahindi ama wewe unalima ngano ama maharagwe, aitishe maharagwe gunia 2-3 wanafunzi wakule, akwambie shule itakulipa. Kwa hivyo hatuwezi sema hawezi chukua deni. Kia maana kabisa hizo deni ama hiyo deni ni halali. Transparent ni deni la kihaki. Yani haina ufisadi wowote umewekwa hapo. Kama iko na ufisadi wowote, auditor atakuja aseme hii deni si halali na kuna taratibu za kisheria. Wafanyikazi kama hao wa serikali wao wanachukuliwa na serikali. Kama wanastakiwa kwa kuharibu rasilimali za umma ama kufanya ufisadi, kuna zile taratibu. Kwa hivyo kama wazazi wanajua kwamba zile deni zimeachwa kama ni hizo za milioni 5 si halali, escalate waende kwa mkurugenzi mkuu wa elimu kama ni Kiambu, wa hiyo Kiambu waripoti waseme sisi tuliachiwa deni. Si wana PTA, wana Parent Teachers Association ama Parents Association, waende wana BOM, waende waripoti, ndio auditor akuja audit hizo vitabu aone deni ni halali ama kwa hizi milioni 5 milioni 2 ndizo halali ama milioni 3 ndizo, hizi zingine sio halali. Ndio hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kuna mpaka recoveries huwa zinafanywa na EACC na ziko katika sheria. So, kuna swali lingine lilikuwa hapa ile la transfer non-performing workers. Yes. Kwamba mwalimu afanyi kile ambacho anafaa kukifanya, kwa sababu mara nyingi utaona wazazi wameandamana, matokeo ni duni. Kama wakati huu tutayaona sana. Unapata kwamba KCSE matokeo yametoka, alafu mwisho wa siku walimu wanasema watoto wetu hawajafanya vizuri. Nani lawama? Mwalimu mkuu. Sasa katika masuala kama hayo ya transfers yanafanywaje na ni vipi yanafaa kufanyika ili ubora uendelee? Mwalimu asitoke hapa na performance yake ipeleke katika shule nyingine ambayo imekuwa ikifanya vizuri, upate tena kumekuwa na changamoto. Naye unasikia walimu wakati wanalaumu, wazazi wakati wanalaumu mwalimu mkuu shule haiperform, naye mwalimu mkuu utakuta naye analaumu wazazi. Kwa hivyo inakuwa ni majipikizano hapa. Mimi na kuangalia na wewe unaniangalia. Kwa hivyo lakini kama ni transfer, mwalimu ametransferiwa kutoka, hiyo ni haki ya ni haki ya tume ya uajiri ya walimu ya TSC kuhamisha mwalimu kutoka kituo moja mpaka kingine. Lakini kama kabisa haperform, hizo ni taratibu kuwa zinachukuliwa, kwa sababu huwezi sema tena hutamtransfer. Kuna disciplinary process. Na nimesema kama kabisa wazazi wako na uhakika mwalimu haperform ama ameharibu pesa ya shule kulingana na venye Daniel amesema kutoka Banana, pia waende waripoti. Kuna katika ofisi ya serikali ya county kuna ofisi ya mkurugenzi mkuu wa elimu wenye ako under ministry, na kuna ingine ya mkurugenzi mwingine wa walimu wa TSC. Kwa hivyo hizo ni ofisi mbili tofauti. Kwa hivyo waende waripoti katika county commissioner's office, waseme kama ni mambo ya mwalimu mwenye haperform waripoti katika ofisi ya TSC. Kama ni ufisadi wa rasilimali za shule waripoti katika ofisi ya mkurugenzi mkuu wa elimu katika ministry yenye iko katika county, na hatua mwafaka zitachukuliwa kuonekane kama huyu mwalimu ni kazi atasimamishwa ama hata disciplinary action inaweza chukuliwa na tume ya uajiri wa TSC. Asante kwa swala hilo. Lakini matokeo bora yanachangiwa na viungo vingi, si mwalimu pekee. Wazazi wako hapo, mwalimu wako hapo pia, serikali pia iko hapo,
labda hata ni mambo mingi inaweza fanya matokeo duni yakawa, na hata pia na matokeo mazuri pia wao wote pia wanachangia. Kwa hivyo kama mabaya mnachangia, hata mazuri pia, hata nyinyi wote pia mnachangia. Ni jukumu la kila mtu. Shukrani sana mtazamaji. Tuelekee maeneo ya Kiambu hapo tusikilize baadhi ya wakazi ambao wanazungumzia masuala ya elimu na hali ya elimu ilivyo katika kaunti hiyo ya Kiambu. Of our ECD e-learning programs imekuwa namba 1 in the entire Republic of Kenya. Na nataka niseme without fear of contradiction ya kwamba I am certain ya kwamba it will take many years for any other county to reach the standards that we have reached and the work that we have done in those 3 years. As we speak this morning, we have built a total of 512 ECD learning centers. Na hizo ECD learning centers zetu mnajua kwamba tunaweka kila kitu from our classrooms, 2 of them, PP1, PP2. We put our office for our teachers who are here. We put a good ablution block there. We have a playground for these beautiful kids. Hawa watoto vile mnaona ni warembo na hii uniform wako nayo. This is the ideas and the mind and the work of this team led by Kimani Wamatangi. Before watoto walikuwa chekechea, walikuwa wanaenda na any uniform. Now we have a standard uniform for the county government of Kiambu and for our ECD learners. Our feeding program, kila mtoto, as you have heard, anakula mayai kila siku, anakunywa maziwa kila siku, wako na uji, ile uji the highest possible grade of uji inapewa hawa watoto wetu wote. Kwa all our 512 learning centers plus the other 30 extra that we have built as standalone ECDs, totaling now to almost 550 learning centers. We are distributing all these learning materials to ensure that every child now, mwenye anaenda kwa hizo shule, will not have to worry, na wazazi watakuwa tumewatolea burden ya kwamba watoto sasa wakienda, kazi ya mzazi ni kusafisha mtoto asubuhi, kumvalisha manguo mazuri ambaye ndio hii yenye tumeunda. Mtoto atembee mpaka shule, akule, afurahie, alafu kalamu na vitabu ziko hapo na ziko free of charge as of this launch this morning. Tuna mashule kadhaa ya Kiambu County. Kuna mashule hadi nasari iko hapa Limuru, kuna zingine Kiambu yote mzima kuna mashule za nasari. Hiyo uniform, kuna hizo mavitabu, maziwa bado wanapewa kila kitu, mayai pia. County government ya Kiambu imesimamia watoto wetu vizuri, wachekechea. Naitwa Anton Jama. Serikali ya Kiambu mimi nasema iko sawa kwa sababu most tunapata watoto wetu kwanza napikwa uji bure. Tulipi uji, lunch huwa tunalipa 15 shillings, so hiyo iko sawa kabisa. Wanakula chakula moto, chakula mzuri yenye at least, na hata kama watoto wengi napata wametoka kama wajakula but shule wanakula, wanaangaliwa vizuri. Madrasa bado kuna zile zinaongezewa hadi saizi, na hata sasa ukienda kwa mashule utapata kuna mashule zinaongezwa, kuna madrasa zinaongezwa, na pia wametukubalia hadi playground saizi. Kitambo walikuwa nakubalia PP1, 2 na 3, but saizi wametukubalia hadi playground na wameongezea walimu. So kitambo ulikuwa unapata watoto ni 60 na ni mwalimu mmoja, but sasa unapata at least walimu wameongezea walimu, at least mtoto anashika kitu. Kwa majina naitwa Catherine Modhoni wa Wanja. Mimi ni mkaaji wa Kiambu, Limuru. Wamehakikisha elimu ya chekechea imeboreshwa. Kivipi? Wametengeneza branches mingi za nursery. Pia wanatu provide our teachers. Na mtazamaji, ni baadhi ya hisia kutoka kaunti ya Kiambu, Gavana Kimani Wamatangi akizungumza na baadhi ya wakazi wakisema kwamba elimu ya chekechea imepigwa jeki, na ndizo hisia ambazo tunaziangazia tunapofanya tathmini hii ya hali ya elimu katika kaunti mbalimbali. Na ni vizuri tupigie simu pia kutoka kaunti yako, tuambie unaitwa nani na utueleze hali ya elimu iko vipi katika kaunti yako, na itakuwa vizuri kusikiliza, na ni vizuri pia
uweze kutoa mapendekezo kwa viongozi wako akiwemo gavana, ni vipi anafaa kuboresha elimu katika kaunti yako. Na laini zetu ziko wazi kabisa, tupigie simu, tutumie arafa fupi kwenye WhatsApp, na vile vile ingia katika mitandao yetu ya kijamii useme nasi, na tutafurahia kusoma ujumbe wako tunapozidi na mazungumzo haya. Studioni niko naye mtaalamu wa elimu na vile vile katibu mkuu wa Kethawa, wale walimu ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu, Ndung'u Wangenye, tukichanganua swala hili. Ndung'u Wangenye, tumeelekea katika kaunti ya Kiambu, angalau tumegusia mambo na kuna mikakati mbalimbali ambayo imewekwa na kaunti kuhakikisha elimu ya chekechea, tulisema ndo msingi wa elimu, na ni jukumu kubwa la kaunti kuhakikisha elimu hiyo inakuwa bora. Ukiweka msingi thabiti, basi hii elimu ya juu pia inakuwa bora, na utasikia kaunti fulani ina madaktari na mainjinia wote kwa pamoja wametoka huko kwa sababu ya msingi thabiti. Na labda sijui ungependa kutolea mchango? Wacha nichangie kidogo na nataka kushukuru gavana wa Matangi kwa hizo mambo zote amefanya. Actually hizo mambo yote amesema ni replika na si kujisifu. Mimi nilikuwa ya Nyandarua. Replika ya Nyandarua. Nilikuwa nimefanya. Hata kuna ingine kidogo ameacha, na nafikiri sababu ni gavana anajaribu kufanya vile anaweza, anajaribu. Kitu kingine ningetaka kuongezea apart from pia milk program. Hiyo hata tulikuwa tushaanza katika Nyandarua 2017. Magavana kadhaa pia wameanza. In fact hata scheme of service. Machakos. Yes, hata scheme of service nakumbuka waziri wa elimu wa Siaya alikuja kuomba yetu Nyandarua ya walimu. Ni mimi nilikuwa kwanza ku roll out scheme of service. Kitu kingine ningependa kuambia governor pia angalie katika chekechea. Na ukiangalia pia devolution ya education, si chekechea pia pekee. Nimesema kuna pia village polytechnic. Village polytechnic pia ni devolved function ya education, na kuna child care facilities na homecraft centers. Lakini kwa chekechea pia anastahili angalia mambo ya capitation. Kwa sababu pia nilikuwa roll out policy ya capitation ya Nyandarua, kuhakikisha kwamba tukiwa na Governor Kimemia, kuhakikisha kwamba wazazi kuna pahali itafika, kuna hii inatakikana pesa ya kununua chalkboard, pesa ya kununua hii, pesa ya kununua CBE ni gari, na unaona hata national government inapeana capitation. Kwa hivyo tukasema hata katika county government pia tuweze kupeana capitation. Jambo la mwisho ni amefanya vizuri sababu amejenga madarasa. Na madarasa unajua wanafunzi hawezi somea. Huyu mtoto tudogo hakawezi enda kusomea chini ya mti sababu baridi itafanya kashikwe, hata vumbi itafanya kashikwe na ugonjwa kaanze kukohoa na hiyo mambo yote. Kwa hivyo pia tuangalie standards za madarasa zenye tunajenga. Na uzuri ndio nakwambia, nilikuwa na bahati mimi kwa sababu nilikuwa nimesimamia public works kabla niende kuwa waziri wa elimu. Nilikuwa pia waziri wa public works. Kwa hivyo standards, kwa sababu utajenga darasa na ipigwe rangi vizuri na iwe maridadi, lakini standard yake na quality yake iko namna gani? Ndio tusijenge darasa leo, baada ya mwaka moja imepigwa rangi vizuri kama studio kama hii, tuone crack imemwanya. Waswahili husema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tuone ufa umetoka juu mpaka chini kwa sababu imejengwa substandard. Kwa hivyo hiyo aangalie, ahakikishe ya kwamba pia iko sawa. Jambo la mwisho ningependa kusema ya kwamba ni walimu pia waongezwe. Bila shaka. Ndio kuwe ratio ya mwalimu na mtoto ni kidogo. Kusikue center moja, one ECD center iko na walimu wanafunzi wengi wa chekechea, na walimu wenye wameandikwa na county ni wachache. Na kwa nini walimu saa zingine hata wanakosa? Ni kwa sababu pia mishahara yao inakuwa midogo. Kwa hivyo wasipolipa walimu vizuri, utakuta ya kwamba walimu wanaandikwa leo, kesho anatoka anaacha kazi kwa sababu mshahara ni duni. Ya mwisho, wahakikishe pia walimu wenye wameandikwa katika shule za chekechea ni walimu wenye registered na Teacher Service Commission. Joash, tuna county leo hii utakuta kwamba mwalimu mwenye anafunza hao watoto wadogo hajarejistiwa na Teacher Service Commission, hana TSC number. Ni kumaanisha huyo hata si mwalimu, ni mtu tu ameokotwa pale, akaingia darasa, akaambiwa utakuwa unalipwa 1000 kadhaa 20 ama whatever wanalipa ama 30, akaanza kufunza. Hiyo ni jambo mbaya sana, kwa sababu
kitu ikifanyikia wale wanafunzi. Wewe mwalimu, teaching is a profession, na huwezi, hata wewe Joash, wewe saa hii ni mtangazaji, huwezi kubaliwa na serikali ya Kenya ukaingia darasa ukaanza kufunza, kwa sababu you are not registered by Teacher Service Commission. Hata mimi siwezi ingia hapa nijifanya mwanahabari. I'm not registered by Media Council of Kenya. Na wewe pia huwezi ingia kwa court ukaanza kukesi kesi, you are not registered advocate. Mimi naweza. Kwa hivyo hiyo mambo yote tuiangalie kuhakikisha kwamba we have the right profession for the right job and the quality, na pia capitation. Lakini gavana wa Matangi ukiriganisha na magavana wengine, kama tunaweza iga mfano wake, amejaribu. Lakini aliiga tena kutoka kwetu. Shukran sana. Umegusia hili swala la capitation, kwa sababu tukizungumzia capitation ni swala la ufadhili wa masomo au elimu kwa ujumla. Na swala hili limekuwa tumbo joto, limekuwa moto sana haswa hivi karibuni, na tumeona siasa ambazo zimekuwepo. Unasikia kwamba hivi sasa tunapozungumzia masuala ya capitation, unasikia kwamba gavana hafai kuwa na kiti ya kutoa bursaries kwa wanafunzi. Mbunge anasema ni jukumu lake. Utasikia hayo yote yanakuja serikali kuu, serikali ya kaunti, na yule control of budget akasema kwamba ni swala ambalo lina utata, ni swala ambalo pia linahitaji sheria iwepo ili kuhakikisha mambo yameainishwa vilivyo. Mchango wako ni upi ukiwa mwanasheria upande huu na vile vile mtaalamu wa elimu upande huu? Hiyo hata bila kupiga debate about it. Ndio tunasema it's in black and white. Nimesoma schedule 4, kazi za county zenye imepewa na katiba. Na katiba yenyewe ni wa Kenya walipitisha. Child care facility, home craft center, pre-primary, hiyo ni ECD na village polytechnic. Kitu ingine governor amnajaribu kufanya zaidi ya hayo yametajwa katika katiba schedule 4, anakiuka sheria. Anakiuka sheria. Na sasa nao wabunge wasijifiche ati waseme wanaachilia governor nini angengane nini. Mimi nilisema hili jambo kitambo sana, nikaambia wabunge wacheni kujificha, hii ni kazi yenu. Endeni murekebishe sheria, mfanye amendment, mulete kama itahitaji referendum, tuipige mswada tuseme sasa serikali za ugatuzi ziwe zinapeana bursary kwa wanafunzi wa primary, secondary na university. Kwa hivyo, kwa sababu primary, secondary, university na national polytechnic, hiyo ni kazi ya serikali kuu kuisha. County government haistahili kuwa inafanya kitu hapo. Na ukifanya kitu hapo unakiuka sheria. Kwa hivyo ukishikwa uende ustakiwe, usiseme unaonewa, kwa sababu sheria imeandikwa vizuri. Kwa hivyo capitation yenye nilikuwa nasema ni capitation ya ECD. Hiyo governor ameruhusiwa kwa sababu ni kazi yake. Capitation ya village polytechnic, hiyo ameruhusiwa, lakini si form 4, form 3 na 4. Lakini capitation anapeana bursary ya form 4, bursary ya university, anakiuka sheria. Na hii sheria ni wa Kenya walitengeneza na iko katika katiba. Kwa sababu pia Joash, tukikubali kila mtu, na mimi sasa naongea kama mwanasheria, tukikubali kila mtu unaamuka unafanya vile unataka, unajua wengine watajifanya na hiyo bursary wanapeana. Na kumbe ni ufisadi unafanyika pale, sababu anajua si kazi yake. Kwa hivyo control of the budget hakukosea, yeye alisoma sheria kulingana vile imeandikwa. Tukitaka kufanya tuna mambo mingi sana Joash tunaweza taka kufanya, lakini waacha tufanye kwa mujibu wa sheria. Ndio sheria ikikuja kutushika tusiseme tulionewa. Tulifuata sheria. Ulipeana capitation kwa wanafunzi wa ECD, hakuna mtu anaweza kukuuliza. Ulipeana capitation kwa wanafunzi wa village polytechnics, na ninasema polytechnic ni mara mbili, national polytechnics and village polytechnics. Hizo village polytechnic ndizo unaruhusiwa. Ukienda national polytechnic, nimepeana mfano kama Nyandarua, kuna Nyandarua National Polytechnic. Hiyo ni ya serikali kuu. Hatuwezi tukisema ati tunaenda kufadhili wale wanafunzi, ni pesa gani tuko nazo ya kufadhili? Na Murangiri ni account. Na Mirangine nayo ni account. Sio Murangine, ni Mirangine. Kwa hivyo hiyo ni mambo tunastahili tuangalie. Nataka kusema hivi, county zitadevelop kwa sababu utaona Kiambu imeenda mbele, Nyandarua pia imeenda mbele, ama county nyingine imeenda mbele. Ni kulingana na wataalamu wenye governor ameweka. Ukitaka kusonga mbele Joash, unaambiago if you want to go far, go with a team and a competent team. But if you want to go faster, go alone and go with bad people. Utaenda upotee. Governor akiamuka
yeye mwenyewe, aanze na yeye mwenyewe. Ni wataalamu wa gani ameweka katika sekta mbalimbali za kuhakikisha kwamba masomo katika kaunti yake inaendelea vile inafaa? Kwa sababu ukipata watu wenye hawajui pia watakupotosha. Kwa sababu wacha tuongee ukweli. Kama hata tuseme hata rais wa nchi ni mtu mmoja. Na hawezi kuwa na akili yote. Hawezi kuwa yeye ni engineer, yeye ni daktari, yeye ni accountant, yeye ni mwalimu, yeye ni mwanasheria, yeye ni nini. Hawezi hiyo akili yote. Ndio maana anatengeneza kitu inaitwa cabinet. Cabinet anaitengeneza imsaidie kuendesha mambo ya nchi. Kwa hivyo wakati mambo inaharibika, yes, tutasema blame president, blame governor, blame, lakini watu wenye wako pale ni watu aina gani? Pia ni jukumu la rais ama governor pia kuweka watu wenye wanastahili. Kwa hivyo ukiweka watu wenye wanastahili, utaona mfumo wako wa elimu wa kaunti. Shukrani sana. Tupate simu mtazamaji wetu kutoka maeneo ya Machakos. Habari za sasa na mchango wako ni upi katika kipindi hiki? Naam, habari za sasa? Hello. Habari za sasa? Mzuri. Unaitwa nani na mchango wako ni upi tukizungumzia hali ya elimu katika kaunti? Nilikuwa nataka kuulizia. Unaitwa nani? Ninaitwa Virginia Machakos. Naam, Virginia. Labda uliza swali. Mimi nilikuwa na swali. Ndio. Kuhusu masomo ya chekechea. Naam. Nilikuwa nauliza kama kuna mpangilio kama vile tuko na vile malipo ya secondary wameweka vile mtoto anatakiwa kulipa shule, kama ni national kama ni county. Na labda hivi sasa mnafanyaje katika kaunti ya Machakos? Mimi niko around Machakos county. Ndio. Town. Na unapata malipo inakuwa tofauti ya watoto wa chekechea. Naam. Ambapo kwangu nikichangia naweza sema ni a bit expensive to some parents. Na hizo ni counties, ni government institutions ama ni private institutions? Kuna hizi za government ambapo hizi ziko katika primary school unaweza pata kama inaenda up to 4,000 per term, 5,000 according to the school. Naam. And then the other requirements. Sasa unapata mtoto kitambo aingie chekechea hata kama ni hiyo PP1. Ndio. Mzazi anahitajika almost 10,000. Na unapata ni ngumu kwa mzazi kupata. Naam. Na labda kuna vile viwango ambao serikali imeweka ndio wazazi waelewe ni wanaweza lipaje ndio mtoto asome. Cause masomo ya chekechea imekuwa expensive hata wale watu anaenda secondary day school. Naam, shukrani. So nilikuwa naulizia kama tunaweza elezewa ndio mzazi aelewe ili asije akaona kwamba ana kazi kuhusu na masomo ya chekechea. Naam, shukrani sana Virginia kutoka maeneo ya Machakos na vile vile kuuliza swali. Tegea kwenye runinga, nina mtaalamu wa elimu atakuwa anatueleza mengi zaidi na ni kipi kinafaa kufanyika tukizungumzia elimu ya chekechea katika kaunti. Virginia amezungumzia masuala muhimu sana. Mzazi atajiuliza mwanafunzi wa chekechea analipaje pesa nyingi hata kushinda yule wa day school wa secondary? Ndo maswali ambayo anauliza, labda kwa kufafanua. Hizi pesa ambazo zinatolewa zinasaidia wapi na wapi, ili mzazi pia kuwe na uelewa kwamba hizi pesa anatoa si aziendi kwa mtu, kwa sababu kuna ile notion katika jamii kwamba hizo mwalimu mkuu ashakula. Hiyo mpira nairushia waziri wa elimu wa Machakos. Ndio. Kwa sababu anastahili atoe kitu tunaita fees guideline ya chekechea ya kaunti yake. Ndio aseme mimi kama ndiye waziri, policy issues ni kazi ya waziri. Hata si kazi ya PS ama chief officer, ni kazi ya waziri. Atoe fees guideline ya Machakos ya shule za chekechea na village polytechnics. Aseme katika shule za Machakos fees guideline itakuwa hivi. Itakuwa 200 itakuwa inaenda kununua vitabu, 100 unasikia kama gavana wa Kiambu amesema kuna uji itakuwa inanunua mambo za uji. Hii nyingine itaenda mambo ya activity watoto kucheza, hii nyingine itaenda mambo ya kulingana na vile mambo wako nazo. Kama ni development itaenda. Sasa hiyo mambo yote ni waziri wa elimu wa kaunti ya Machakos anastahili kutoa. Ndio mzazi ajue
Pesa inaenda wapi? Pesa inaenda wapi? Na akimaliza hivyo waziri wa elimu wa Machakos County ama kaunti yoyote pile, unajua ni venye huyu amepiga kutoka Machakos, ndio tunatumia kaunti na kaunti zote zinastahili kufanya hivyo. After that, huyu waziri pia aseme kwa hizi pesa tumesema zinastahili zilipwe hivi. Kama ni tamu ya kwanza, sababu mzazi hawezi kuwa na, tuseme kama hii amesema 5,000. Sasa anaweza kuwa hana 5,000. Anaweza kuwa hana 5,000 kwa wakati mmoja. Na kwa sababu shule iko staggered mwaka mzima, tamu 3, 3 terms. Na stahili aseme kwa tamu ya kwanza tutalipa 2,000, tamu ya pili 1,300. Hivyo mpaka mwisho. Alafu aseme kwa hizi pesa nazo tumetoa fees guideline ya chekechea ama ya village polytechnic, nayo serikali ya county itatoa kiwango hiki. Kwa sababu pia ndio hapo tumesema capitation. Serikali ya county kwa hizi 5,000, tuseme serikali ya county imesema itatoa nusu, 2,500. Naye mzazi atoe 2,500, lakini kwa hii 2,500 pia ya mzazi nayo igawe. Kwa sababu hata nayo county hata hizi zake pia haitatoa kwa wakati mmoja, itatoa kwa hatua 2 ama hatua 3 kulingana na venye ina correct nini revenue. Kwa hivyo hii mambo yote yenye unaona hapa ni ya waziri wa elimu katika county. Number 2, Joash. Number 2, kwa hiyo tu. Kwa sababu huyu mzazi pia ameuliza jambo lingine pia ya dharura. Hizo pesa zitaangaliwa aje? Pia waziri wa elimu wa county atoe guideline ya constitution ya BOMs, that is boards of management. Nikiwa katika county ya Nyandarua nilitoa guidelines za BOMs, board of management za village polytechnics. Hiyo guideline bado iko na iko na sahihi yangu. Kwa hivyo wanastahili tutoe pia guideline, because board of management, unajua kuna shule za chekechea ziko kategori 2, vizuri niwaelimishe wananchi, ziko kategori 2. Kuna zenye tunaita standalone, yenye chekechea imejengwa pale peke yake. Kuna ingine iko domiciled katika primary school yenye iko. Si ndio kama unaelewa hiyo? Kuna chekechea iko standalone, iko peke yake imesimama pale. Wazazi wamenunua shamba wamejenga chekechea hapa. Hiyo ni standalone chekechea. Kuna ingine in an existing primary school. Primary school imegawa hapo kidogo, imesema hapo tujenge chekechea. Kwa hivyo unakuta headmaster ni mmoja. Lakini ile iko standalone iko peke yake. Kwa hivyo nilitoa guidelines venye hii iko peke yake itamanagewa namna gani, na hii iko katika within primary school, ndio tusilete vita kati ya primary school na hii ya chekechea ya county government. Nika-harmonize, nikaita county director wa masomo wa county, tukaketi chini tukaona zizi guidelines zitaingiana aje, ndio sisi tusiingilie kazi ya national government na kazi ya national government isiingilie yetu. Lakini hao watoto, sababu utakuta ni wewe Joash uko na msichana ako primary ni wa national, wa chekechea ni wa county. Sasa wewe hutaki kujua, bora mtoto wasome. Kwa hivyo sisi tukiwa viongozi ndio tunastahili tunaketi chini, hizo policy guidelines tunaziharmonize. Tunajua principal ama headmaster wa primary ataplay role gani in overall supervision. Kwa sababu huyo mtoto akipata shida akiwa hapo, nani ataulizwa swali? Si ni headmaster wenye amesimamia hiyo shule yote? Na pesa zikitumika vibaya, wazazi wa demonstrate wa chekechea, nani ataulizwa swali? Kwa hivyo tukaleta hizo guidelines zote, tukaona venye tutazimerge without conflicting interest za upande huu na upande huu. Kwa hivyo ni mambo mingi inastahili ifanywe. Na ndio nimekuambia kitu ya kwanza, having the right leadership. Bila shaka. Shukran sana Ndung'u Wangenyi, mtaalamu wa elimu, akifafanua masuala ambayo pia yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Mtazamaji, pia unaruhusiwa kupiga simu tueleze, na ni vizuri tuweze kujua hali ya elimu iko vipi katika kaunti yako. Ikumbuke kwamba kaunti zina nafasi ya kuhakikisha elimu inakuwa bora katika kaunti husika. Na hivi sasa nikutoa hapa studioni tena nikupeleke maeneo ya Kajiado. Mwandishi wetu Josephat Kenyanjui amekusanya hisia za wakazi, baadhi ya wakazi tu kutoka kaunti hiyo, watueleze hali ya elimu iko vipi katika kaunti ya Kajiado. Kwa majina anaitwa Reverend Ezekiel Baba, na kusema kweli mambo yanayohusiana na masomo katika kaunti yetu ya Kajiado ipendezi, kwa sababu tunakuta kwamba kuna watoto wengi wamemaliza masomo na ni watoto wamepita vizuri, lakini hawaingii katika shule kwa sababu hawana uwezo, wazazi wao hawana uwezo wa kuwapeleka shule, na wanasiasa wetu wanachezea mambo ya masomo. Na tunaomba tu wanasiasa wetu wawe na umoja kwa mambo ya masomo ya watoto. Ikija ni mambo ya masomo ya watoto, waonyeshe umoja, waache magawanyiko kwa mambo ya masomo ya watoto, maana masomo ya watoto haina mambo ya siasa. Watoto ni wa watu wote, na watoto viongozi wote watunzi watoto. Kwa hiyo masomo katika kaunti ya Kajiado
imedhoofika sana na watoto wengi wanateseka sana. Kwa kweli kabisa, kama vile mwenzangu alivyosema, masomo kuna watoto wengi ambao hawana fedha. Kwa mfano, kuna watoto wengi, kulingana na vile tulijaribu kufanya udadisi, tukajua ya kwamba kuna shida mingi. Kwa mfano, ukiangalia kama wale ambao wanamaliza form 4, unakuta ya kwamba wengi wao wanafikia hapo, na pia hata ile hali ya grade iko chini, especially mashinani. Napata watoto wengi wamepata E, D, ni wachache sana ambao wameweza kufikia kiwango hata ya C+. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo pia inafaa kuangaliwa, na tunashukuru sababu mbunge wetu amekuwa akijaribu kung'ang'ana at least mashule zetu sipande kulingana na hesabu yake. Amekuwa akijaribu kutembelea mashule aking'ang'ana kwamba masomo iweze kuimarishwa katika maeneo zetu, especially shule za sekondari. Hivyo tu bado kuna kazi mingi ya kufanya, sababu ukipata watoto wengi hawana fedha, unapata ya kwamba hata basari ile ambayo kiwango inapatikana ni kidogo. Naweza kuta watoto ni wengi shuleni na wote hawatapata. Naweza pata kwa polling station moja pengine watoto 12 ndio wamepata basari. Wengine wote wataenda wapi? Na pengine kwa hiyo polling station kuna zaidi ya watoto 100. Kwa hivyo kama inawezekana hiyo mfuko ya CDF ama ile yote tu ambayo inashughulika na mambo ya masomo iweze kuongezwa ili watoto wote waweze kuifikia. Mimi ni mkaaji wa Bisil. Tunaona mambo ya masomo, watoto wamejitahidi kusoma vizuri, lakini hawapati basari. Wengine wako nyumbani, hata tumeacha wengine akilia tu, wanataka kwenda shule na hawana kitu ya kwenda nayo shule. Naomba wanasiasa utusaidie katika hiyo njia ili watoto apate elimu. Kwa sababu hata sasa nimeacha mtoto akiwa analia anataka kwenda shule na mimi sina kitu ya kupatia kwenda naye shule. Naomba tu wanasiasa muache siasa, mfanye kazi, kwa sababu ili tupate kupeleka nchi yetu mbele. Mambo ya siasa na ukabila muacheni, tushikane tuwe kitu kimoja. So, wakati huu ni umula wa kasi, kwa hivyo tusaidie watoto asonge mbele katika masomo. Ndizo hisia za wakazi kutoka Kajiado wakiwahimiza wanasiasa kuweka siasa kando na kuangazia elimu kwa pamoja ili kuwasaidia wanafunzi kutoka kaunti hiyo. Tuelekee maeneo ya Nyahururu. Laban Muhinda, mwandishi wetu kutoka eneo hilo, yuko tayari. Laban Muhinda, Wakenya wanasemaje hali ilivyo ya elimu katika kaunti hiyo? Naam, Onsare, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Nami hapa ninao tu baadhi ya wazazi kutoka mji huu wa Nyahururu ambao vile vile ningependa kuwahusisha katika mjadala wa siku leo, tusikie wao kama wazazi wanahisia zipi kuhusiana na sekta ya elimu katika kaunti. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze wewe kama mzazi unahisi kuwa ugatuzi umeweza kuboresha ama umedhoofisha sekta ya elimu katika kaunti hii, hususan kaunti ya Laikipia? Jina langu ni William Ng'ang'a Kariuki ama Coach Fabi kutoka kaunti ya Laikipia, Iwamito Ward, kaunti ya Laikipia. Vile tunaweza ongea mambo ya mashule ya chekechea ni eti kwamba county government ama ile devolved government, tukienda kwa shule za chekechea, umahiri ule uko ni eti hakuna kitu wametengeneza. Hata utakuta ambao hata ile environment inawekwa ama ile shule kwa nursery school wameziweka kwa hali duni sana. Kwa hiyo tungetaka ama tuimize serikali, kwangu ningetaka kama county government imeshindwa na kudhibiti ama kurekebisha hii shule za chekechea, ipatie national government, na juu sisi wajiko ama raia ni sisi tuko na nguvu ya kuboresha hii masomo, irudishe kama imeshindwa, irudishe kwa national government immediately effect. Juu utakuta kama vile hawajengi wana rent ama wanakodi manyumba za wenyewe na zingine ni za bao. Sasa unashindwa hii ni chekechea ama si chekechea. Kwa hivyo serikali za county iamke,
ama ikishindwa ipatie national government, ili national government itaweza kurekebisha ama kutengeneza shule za chekechea katika hii kaunti yetu ama Kenya nzima kwa ujumla, na sana sana hapa kaunti yetu ya Laikipia. Asante. Naye mzee, ukisongea tu hapa, ningependa kusikia hili. Je, mchango wa serikali za kaunti katika kuboresha sekta ya elimu, hususan elimu ya chekechea ni gani? Ya kwanza, mimi naitwa Charles Wahome na mimi ni mkazi wa Nyahururu Laikipia. Nikiongea juu ya shule ya nursery, kwanza county kwa sababu ndio iko na responsibility, inataka iangalie sana. Si kumaanisha ati mtoto akitoka nyumbani atayaside namna hiyo. Ipatie watoto chakula, ipatie kama ni uji, yani chakula bora saa 7 mpaka mzazi atakapochukua hiyo mtoto tena. Na tena mimi ningeomba hata serikali zetu za kaunti, kwa sababu naangalia saa ingine, naangalia vile ile MP wa Kiharu anafanya, nashindwa kama tulichagua wabunge wajinga ama ni nini, ama ni pesa wanakula. Kwa sababu ile kazi inafanywa na ule jamaa, kusema kweli, na ile kiasi ya pesa ni sawa tu. Tunashindwa kama ni kukulwa inakulwa pesa ama ni nini. Kwa hivyo ningeomba county council iangalie, government of the county council iangalie watoto kwa njia mzuri, na tena iwape walimu mshahara mzuri, kwa sababu hiyo mwalimu bila kuwa na furaha hawezi kufundisha hiyo katoto kwa njia mzuri. Kwa hivyo tena, kama county ikishindwa, ipeleke kwa national government, kwa sababu mtoto hawezi kukaa namna tena, mtoto hawezi kukaa nyumbani hata kama ikiwa nini, kwa sababu elimu ni lazima. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia hayo tu, ni maoni ya baadhi ya wazazi kutoka mji wa Nyahururu akisema kuwa kwa kiwango fulani sekta ya elimu katika kaunti ya Laikipia iko chini, hivyo wanaomba serikali kuu, vile vile serikali za kaunti kuweza kuhakikisha kuwa zimeweza kufanya ushirikiano wa kutosha ili kuboresha sekta ya elimu ya chekechea katika kaunti ya Laikipia. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongeza ila kuregesha usukani kwako Onsare. Shukran sana Laban Muhinda kutoka Nyahururu, kaunti ya Laikipia, ukizungumza na baadhi ya wakazi wakitoa hisia zao. Wanashangaa mambo yanafanyikaje kwingine, lakini kwao mambo hayaendi. Na vile vile, mtazamaji, tuliwasikiliza wale wakazi wa kaunti ya Kajiado pia wakasema wanasiasa wanapigana kupigana tu, lakini hakuna ufadhili, hakuna masuala ya elimu ambayo yanapata kusonga mbele. Ndungu Wangenye, umewasikiliza Kajiado, ukasikiliza Nyahururu. Wanasema mambo ambayo ni ya kweli. Pale Nyahururu akasema kwamba kwani tuliwachagua viongozi aina gani? Na kule Kajiado wakasema mbona wapigane siasa, kwa sababu fahali wawili wakipigana basi nyasi huumia. Na saa hii ni watoto waumie. Jambo la kwanza, katika mji wa Nyahururu, mimi ni mkazi wa Nyahururu. Mimi mwenyewe boma yangu iko Nyahururu na nimefanya kazi kaunti ya Laikipia karibu mara nyingi. Nyahururu iko mpakani, sio? Iko Laikipia, kuna mzozo ulikuwa. Lakini kuna mzozo ulikuwa hapo. Na mimi nimefanya kazi Laikipia karibu miaka 7 nikiwa katibu mkuu wa KUPPET. Na kuna shule hata moja ya Laikipia sijui. Na kulingana na vile huyo kijana anaitwa Fabi, sio mzee anaitwa Fabi, ni rafiki yangu, namjua, hata niko na namba yake. Ni rafiki yangu na ameongea jambo nzuri sana kusema ya kwamba kulingana na maoni yake kama wameshindwa warudishie serikali kuu. Mimi hata ningetaka kumwambia, na ni free advice, kwamba hata suluhisho si hata kurudishia serikali kuu, kwa sababu wakati hizi kazi zilikuwa zinagawiwa, the drafters of the constitution walikuwa wameonelea ni vizuri mambo ingine irudishiwe wananchi wenyewe kule mashinani, waweze kuya govern venye wao wanataka ama wanahitaji. Na ndio maana wakapewa ruksa ya kuchagua gavana wao, ya kuchagua MCA wao. Sasa kama mambo ni mbaya
ya shule za chekechea katika msasa. Sasa waangalie viongozi wenyewe walichagua na wakona time na opportunity ya kurekebisha 2027. Si ni mwaka ujao, hata sio mbali, ni mwaka ujao. Wakona wakati wa kurekebisha makosa yenye yalifanyika. Na nimesema vizuri, waweke viongozi wenye wanastahili, viongozi nao waweke cabinet ama baraza la mawaziri lenye linastahili, waandike wafanyikazi wa county through county public service board wenye wanastahili. Hii mashida yote, kwa nini huyu akiambua anakuja anatuambia yeye amefanya hivi na hivi na hivi, na wengine wanalia, mwingine anayewa Machakos atasema hivi, wa Nyandarua na yeye Nakuru atasema hivi. Kwa hivyo hapa ni viongozi. Jambo la mwisho, kwanza kwa hao wa Kajiado pia. Ndio. Kama kuna kitu huwa napigana sana Joash katika nchi ya Kenya, ni let's never politicize education. Kwa sababu tukiweka siasa katika mambo ya elimu, hii ni maisha ya watoto. Na mtoto, Joash, mimi ukinikosea, tutapigana na wewe, hata nitakupeleka kotini. Ama hata wewe utanipeleka kotini. Tutasuruhisha mambo yetu kama watu wazima. Mtoto hana kwa kutorokea. Ukimkosea ataachwa akisafa peke yake. Na hichi ni kizazi za miaka ijayo. Tutakuja kuona madhara yenye tulifanya kwa hawa watoto leo baada ya miaka 20-30 yenye inakuja, kwa sababu watakuwa watu wazima, watakuwa wanauliza, Wangenye, wewe baba yangu ulikuwa mkubwa katika elimu, ni jambo gani ulifanya baba yangu kuhakikisha kwamba elimu yangu inafaa na inastahili? Nitaaibika sana, nitakuwa mzee labda, lakini watoto wangu watanilaumu kwa wakati huo. Kwa hivyo ningependa kuunga mkono hao wakazi wa Kajiado kusema mambo ya siasa tutuweke katika elimu. Kuna mswada Joash ulikuwa umekuja, ukasemekana ya kwamba hizi pesa zote, sijui MP akona pesa za basari, MCA akona pesa za basari, sijui nani mwingine ako county akona pesa za basari, kwanza hata ni kinyume cha sheria. Sijui nani akona pesa za basari. Kwa nini hizi basari zote tuzikusanye ziwekwe katika mfuko moja? Kwa sababu serikali kuu inatoa pesa, inapea MP basari, na MP pia anachukua, anarudishia shule ya serikali. Kwa hivyo ni kama unataka kutoka hapa, unataka kwenda tuseme Thika, lakini kwanza unaenda Nakuru. Unajua tu utafika Thika, utaenda Nakuru, alafu ufike Nyahururu, uende Nyeri, ukuje Thika. Hizo ni karibu kilomita 400 utakuwa umekava. Lakini kutoka hapa kwenda Thika ni kilomita less than 50, utakuwa umefika Thika. Kwa nini mzunguko huo wote? Na venye umeenda hivyo vyote utatumia pesa mingi, na utatumia hata gari yako itawea antea. Kwa hivyo hizi kiti yote ndio sasa wao wakazi wa Kajiado wanasema kuna watoto wamepita lakini hawana school fees, wamekwama nyumbani. Kama tungepuru hizi resources zote pamoja, kazi ya MP iwe yeye ni kupeleka tu majina, amepata huyu na huyu na huyu kutoka constituency yangu, hana pesa, anapeana hiyo jina, anapeana hiyo jina, anapeana hiyo jina. Zikienda hata kuna county education board inaangalia hizo mambo zote, inasema tutapee huyu kiasi fulani, na yeye mzazi utaongeza kiasi fulani. Hao watoto wote wenye wanakosa kwenda shule watakuwa shule saa hii. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kwa sababu mjadala mwenye uko saa hii tusiweze kupoliticize mambo ya elimu. Na ninafurahi sana kwa sababu hata mfumo huu mpya wa CBC, in fact Josh, na naweza sema hivi without a blinking of an eye, mfumo wa CBC ulianza vibaya kwa sababu wenye walianza bila kushurutisha wakazi, kitu inaitwa public participation. Na ndio maana nashukuru hii serikali sana kwa sababu kitu ya kwanza walifanya 2022 venye walichaguliwa ni kutengeneza Presidential Working Party on Education Reform. Tukaweza kuleta hii mambo yote. Kama tungeanza hivyo, hata hii mfumo wa CBC unasikia hii mambo ya school fees nini, sijui transition iko na shida, saa hii mtoto anastahili kuwa hii chekechea haijakuwa hapa, nini haijakuwa hapa, tungekuwa tumeisuruhisha. Kwa hivyo wacha tuwe watu wa kuinvolve wakazi ndio tuweze kusonga mbele. Bila shaka, asante kwa hilo. Kuna swala lingine ambalo linajitokeza tunapozungumzia elimu kwenye kaunti, swala la ujumuishaji, inclusivity. Yes. Unapata kwamba kuna maeneo ambayo elimu haijafika, ama mtoto anatembea kilomita 5-10 kufika shuleni, kumaanisha kama anafaa kuwa shuleni saa 2 atatoka nyumbani saa 11 asubuhi au hata saa 9 usiku. Labda swala kama hili tufanyeje ili tuhakikishe basi usawa katika sekta ya elimu haswa katika kaunti
inawapata wote? Kuna Basic Education Act amendment ilikuwa inaendelea na ilikuwa inataka kuintroduce shule. Unajua kama sasa ndugu zetu wenye ni wafugaji, wenye wako maeneo ya ufugaji yenye sparsely populated. Boma moja iko hapa, ingine huko kama Narok, kama Northeastern huko, Turkana huko, Marsabit ya Isiolo huko kote. Kulikuwa na mswada ulikuwa umeletwa bunge, na nafikiri bunge itaamuka ipitishe kwa haraka kuhakikisha kwamba hizo shule zinaitwa virtual schools ziko. Yani si lazima shule ijengwe permanently hapa. Inaweza kuwa ni shule ya kuhamishwa. Mobile. Iko hapa leo, kesho kwa sababu wao watu huwa pia wanahama. Hata wao hawana boma wakitafuta nyasi huwa wanahama, na wanahama na familia yote, wanahama na ng'ombe, mbuzi, watoto, bibi. Kwa hivyo kama sehemu hii ndio wanafanya kazi, then tunaweka nini? Shule mobile wapi? Hapo. Lakini pia ina changamoto yake pia, kwa sababu pia walimu nao itabidi tuandike walimu wa kuhama. Kwa sababu sasa unajua kila kitu unafanya inakuwa na kitu inaitwa ripple effect. Pia tuone vile tume ya uajiri ya TSC nayo walimu watahusishwa aje. Na saa hii Joash, ni vizuri sababu kuna mpaka virtual learning. Kama wao watoto wanaweza jumuishwa through virtual learning, wanaweza pia kusoma pahali wako. Lakini sasa unakuta pia mambo ya umaskini, poverty index na poverty levels pia ziko juu. Kwa hivyo ni mswada ulikuwa umeletwa bungeni, na bunge ilikuwa iangalie kwa kijumla. Iangalie kama shule itahama, mwalimu pia atahama, laboratory pia itahama. Kwa sababu laboratory ni pahali unaenda kufanya experiment. Ama watoto tunaweza sema watasoma mpaka kiwango fulani. Wakipita kiwango fulani, na ndio nilifurahi sana wakati huu mswada tulisema tusipoliticize education, wachukuliwe, tuko pamoja Joash, achukuliwe apelekwe shule ya boarding yenye iko na vifaa, ndio sasa aye analipiwa wakati ako hapo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, huyo mtoto atakosa elimu. Na akikosa elimu, tutakuwa tunamdiscriminate, na ni kinyume pia cha sheria. Kwa hivyo sisi tulikuwa tumepeana proposal, hata kama kutakuwa ipeanwe mtoto atasoma mpaka grade fulani. Akitoka grade fulani sasa achukuliwe. Okay? Apelekwe boarding, hata kama ni boarding ya primary, kama atakuwa grade 5 ama grade 4, apelekwe hiyo boarding. Hiyo boarding pia ndio sababu sasa ile mambo aweze sasa kuafikiana na wanafunzi wengine. Na ndio tukasema shule zisikue ati hii shule watoto wa sehemu hiyo hawezi kuja, sijui watoto wa sehemu hiyo hawezi ingia. Hiyo pia tutakuwa tunanyima Wakenya wengine nafasi. Bila shaka, shukran kwa hilo. Tuangazie lingine hapa ambalo ni nyeti pia, najua ni swala ambalo pia unalishabikia pakubwa, retooling ya walimu. Yes. Tunapozungumzia CBE kwa sasa, ni swala ambalo ni geni kwa wataalamu ambao nyinyi ni walimu. Walimu wanafaa kuwa na ule ujuzi na umahiri wa namna ambavyo wanafunza masomo mbalimbali ambayo yako chini ya CBC, na haya yote lazima yaanzie kule chekechea. Labda county zifanyeje kuhakikisha hao walimu wamekuwa bora? By the way, retooling inastahili ifanywe mpaka walimu wa chekechea at counties. Na ndio tulisema mwalimu wote register, wacha hata hao wa chekechea, hata wa private schools. Naam. Sababu unajua wakati tunasema TSC imeajiri walimu 400,000 pekee, na walimu wenye ni registered ni karibu zaidi ya walimu 1,000,000 au 1,600,000, hata ndio wengi wako wapi? Na ndio tukapeana pia, tumeandika petition nyingine pia kwa bunge. Na hii bunge ina kazi mingi. In fact hata sijui bunge kazi yenye iko intre kwao ni mingi. Wakisema ni kufanya kazi bunge, hata sijui kama wanaweza pumzika. Tukasema ya kwamba retooling ifanywe kuanzia mwalimu wa chekechea, ifanywe kwa mwalimu wa primary, ifanywe kwa mwalimu wa secondary, ifanywe kwa mwalimu wa private, ifanywe kwa mwalimu mwenye ameandikwa na BOM, ifanywe na mwalimu mwenye ameandikwa na TSC, ifanywe kwa mwalimu yoyote mwenye ako registered na Teacher Service Commission, as long as akona kitu tunaita TSC number, afanywe retooling. Pia tukasema ndio TSC isikue na monopoly ya kusema ni walimu wao pekee, kwa sababu TSC labda ikipata budget itaenda tu kurituru walimu wao wenye tu wao wameajiri. Lakini unasahau kuna walimu wenye wanafunza private school, na pia hao wanafunza watoto wa hii Kenya, si ndio? Kuna walimu wanafunza chekechea wa county government na wajaandikwa na TSC, wanafunza watoto wa hii Kenya. Tukasema ya kwamba, na bunge naomba wabunge wetu pitisheni, na tumefanya hiyo petition, pitisheni
ile petition na regulatory na ni bunge yenyewe ilisema ku-establish teaching service regulatory body. Ndio inaangalia mambo ya regulation na standards. Kwa sababu hata ukikuja kwa sisi mawakili, tuko na Law Society of Kenya. Law Society of Kenya ikontroliwi na judiciary. It is an independent entity to regulate standards za walimu mpaka hiyo CPD zenye tunafanya. Ni Law Society of Kenya inahakikishaka tunafanya. Ndio uwezi practice kanya hujafanya CPD za previous mwaka uliopita, ndio renew practicing certificate ya mwaka ujao. Kama ni engineers wana regulatory body. Juzi tumekuwa na KMPDC, wamesema kuna walimu wanatoka nje wanakuja kuharibu. Ukifanya makosa Kenya hii ukiwa daktari, si ministry ya health itakuadhibu, si union ya KMPDU ya madaktari itakuadhibu, utaadhibiwa na KMPDC, Kenya Medical Professional Dentist Council, sababu ndio wana regulate standards za madaktari. Nyinyi watangazaji muna Media Council of Kenya, ukifanya madhara hapa, si hata kabla hii kampuni imekuandika ikuadhibu, Media Council of Kenya itakuwa hata imekunyang'anya practicing na hutaweza kufanya kazi hapa. Kwa hivyo tukaambia na bunge yenyewe ikapitisha mwaka wa 2022 1st March, kamati ya bunge ya masomo ikasema kuwe established teachers regulatory body to regulate standards za walimu wote Kenya. Ndio tuhakikishe mwalimu wa chekechea anaregulatiwa standards, anafanyiwa retouring, mwalimu wa BOM, mwalimu wa private anafanyiwa. Na nikwambia Josh nikimaliza, ni Kenya pekee. Ukiangalia South Africa wana regulatory body, ukienda Nigeria wana regulatory body, ukienda Ghana wana regulatory body, ukienda Tanzania hapa majirani wetu wana regulatory body, ukienda Uganda saa hii ndio wanatengeneza yao. Kenya ni nini mbaya imebaki? Watengeneze ndio walimu wae kuwa standard, ndio retouring iwe across the board na iwe uniform. Ndio sasa kama hujafanya sasa ni regulatory body inadili na wewe. TSC acha monopoly. Naam, shukrani sana Ndung'u Wangenye kwa tathmini hiyo, na shukrani sana pia kwa kukuja tukikuhitaji wakati wa kuchanganua masuala haya. Asante sana. Hiyo masuala ya elimu unajua inakuaga fingertips sana. Naam, shukrani sana. Na mtazamaji, huyo ni Ndung'u Wangenye. Ndung'u Wangenye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na vile vile ni katibu mkuu wa Kethawa. Nikizungumzia Kethawa ni walimu ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu, na pia amewahi kuwa waziri wa elimu katika kaunti ya Nyandarua. Anauelewa wa ndani kuhusiana na masuala ya elimu. Tunapozungumzia hali ya elimu katika kaunti, basi ndiye bora kwa kuzungumzia masuala hayo, na ndiposa tunafanikisha kwa pamoja. Shukrani za dhati pia kwa kutupigia simu, wale wote ambao walishiriki kwa kutuma ujumbe, na shukrani sana kwa kuweza kufuatilia TV47 kila wakati kupata taarifa na vile vile vipindi. Shukrani pia kwa kikosi chote ambacho kimefanikisha awamu hii. Muda mfupi ujao tutakuwa tunaangazia taarifa kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, endelea kuwa nasi.